Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Pastor Benjamin, nimeokoka. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na ninampenda kwa sababu aliniokoa. Kwa hivyo niko na furaha kwa sababu niko na wokovu. Kwa hivyo nimekuja tu nikuletee neno lake huyo Kristo mwana wa Mungu, ujue wokovu ni nini na ujue ni nini huyu Mungu anataka katika maisha ya mwanadamu. Ni nini Mungu anataka kwako wewe mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningeomba tukaweze kushirikiana pamoja hapo ulipo ili tuweze kuwa na wakati mzuri na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka nifungue na kwa maombi. Asante Mungu mwenye uwezo, mwenye mamlaka, mwenye sifa zote, Muumba wa mbingu na nchi, ninakushukuru ni kwa sababu ya hii nafasi ambayo umetupa. Baba, umetupa hii nafasi tukuabudu, tukushukuru, tukupe sifa zote kila mahali duniani. Watu wakajua wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu. Baba, nimesimama mbele yako ni kwa ajili ya nimesimama hapa mbele ya watu wako ni kwa ajili ya jina lako ili likainuliwe kila kona. Bwana Yesu, ni asante. Pokea sifa na utukufu. Nipe Baba, unaponipa nafasi ya kunena neno lako, nipe hekima ya kuinena. Weka kinywa changu neno lako ambalo litaweza kuguza mioyo ya watu wako ili wakakujue zaidi. Bwana Yesu, nisionekane ukaonekane wewe. Ninapoenda kuinena nikanene kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu. Baba, nipe neema, nipe kibali. Ninapoenda kunena, nguvu zako zikanizunguke, ukanitawale, ukaniongoze, na roho zote za yule mwovu shetani zinazonena kinyume na neno lako, mashetani, mapepo, laana zote, madhabahu za kishetani, ninazisambaratisha katika jina la Yesu. Ninavunja kila utawala na kila nguvu za giza, ninazivunja katika jina la Yesu. Asante Mungu mwenye uwezo, pokea sifa na utukufu. Kwa jina la Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo niko hapa mpendo, nikuletee neno lake Kristo mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mahali ulipo hapo unaweza tukashirikiana, na ninaamini ya kwamba hii nafasi si ya bure. Hii nafasi kuna kitu kinaenda kubadilishwa katika maisha yako. Ikiwa utanipa nafasi tuweze kushirikiana na tuweze kuwa pamoja katika neno la Bwana, hii nafasi italete mabadiliko katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka niende moja kwa moja ili nikaweze kukupa neno lake Bwana. Haleluya. Nitatumia kitabu cha Isaia 59. Kama uko na Biblia hapo unaweza ukaenda ukaangalia hicho kifungu kuambia mstari wa kwanza hadi hapo mstari wa 5 hapo. Uone vile Mungu ananena na watu wake kupitia maandiko, kwa sababu Mungu unena na sisi katika njia tofauti, na njia moja Mungu anayotumia kunena na sisi ni maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Njia moja ambayo Mungu ananena na sisi, ambapo njia ni nyingi lakini moja yake ni maandiko. Zile zingine nitakuja kufundishana tu baadaye, lakini nataka ujue ya kwamba njia moja ya Mungu kunena na watu wake ni maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukisoma hiyo unaona Mungu anaongeaje na watu wake. Anasema ya kwamba, sina Biblia hapa lakini nitakuruzia uende uangalie uone vile hiyo maandiko inasema, kwa sababu mimi wakati ninahubiri natakiwa nisome neno tu nikuletee, si mpaka nibebane na Bible. Nimesoma Bible, nimejua hiki kifungu ni hiki kifungu. Nenda Isaiah 59 naongea hivyo vile nitakwambia. Lakini mkono wangu au kupungua hata nisiweze kuwafikia, lakini dhambi zenu ndizo zilizofanya hata nisiwafikie, kwa sababu mikono yenu imejaa damu,
dhambi zenu zimekuwa nyingi. Mungu anaongea kitu yenyewe, anaongea kuhusu vile watu wamekuwa katika dhambi, vile watu wamekuwa katika dhambi, vile watu wamekaa katika dhambi bila kujali. Na hiyo ndio ikawa sababu kubwa ya Mungu kukaa mbali na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukawa kizazi ambacho tuko mbali na Mungu lakini hatujui. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukawa kizazi ambacho kiliachwa na Mungu lakini hatujui kama Mungu alituacha, kwa sababu tunakula, tunakunywa na tunalala na tunafaa, lakini kumbe Mungu alituacha na akaenda kwa sababu ya dhambi zetu. Hivyo ndipo anasema katika Isaia, dhambi zenu ndizo zimenizuia nisiweze kuwafikia. Yaani sisi tukatenda dhambi kiasi ya kwamba Mungu anapotaka kuja katika maisha yetu, ama kuja kukaa na sisi, anapata watu ambao si wale watu wake. Kwa hivyo ukiwa hapo mpendo, ujue ya kwamba Mungu alituumba kwa mfano wake na akawa na mipango mizuri sana na maisha yetu, lakini kile kinachotutenganisha na Mungu ni dhambi. Na watu wamekuwa wakitenda dhambi nyingi, wengine wanajua, wengine hawajui. Lakini kile mimi naweza nikakuambia mpendo, ukiwa mahali hapo ulipo, angalia sana uhusiano wako na Mungu, vile unaweza ukampendeza Mungu. Yesu akasemaje? Ninaenda na nitawatumia Roho Mtakatifu. Ikiwa utatenda dhambi na ujui kama unatenda dhambi, kuna kitu umekosa katika maisha yako. Naweza kusema umekosa Roho Mtakatifu, kwa sababu alisemaje? Yule atakuwa mwalimu wenu wa kuwafundisha kila jambo. Kuna mambo mengi sana watu wanafanya na hawajui kama wanamkosea Mungu. Nimekuwa nikihubiri injili yake Yesu Kristo, saa zingine ninanguzia mambo mengine, watu hawajui kama ni dhambi, lakini ukweli ni kwamba ni dhambi. Ukweli ni kwamba ni dhambi, kwa sababu ukisoma Biblia unajua Yesu alisema nini. Tunapotea kwa kukosa kusoma maandiko. Ukisoma maandiko sana, utaona vitu Mungu anaguzia kindani. Utaona vitu Mungu anaguzia kindani. Utaona anatumia lugha ya kwamba alikuwa anatumia hiyo lugha. Kuna lugha nitatumia ambayo aliitumia pale wakati waandishi na watu wa sheria walikuja kumhoji, wakimuuliza kwa nini tuliambiwa na Musa mtu akiwa msherati tumpige na mawe? Hao ni waandishi na watu wa sheria walikuja kuongea na Yesu, lakini akawaambiaje? Akawaambia akawauliza kama kuna mmoja asiye na dhambi aweze kumpiga. Wale watu walingeuka na wakaenda, hakuna aliyefanikiwa kumpiga na mawe. Yesu tena akasemaje? Si kuja kuharibu Torati, nilikuja kuitimiza. Hata yule wacha kutenda ile kitendo, hata yule anayetazama tayari atakuwa ametenda. Wakati mwingi watu wamekuwa wakishiriki dhambi katika kuangalia, kutazama tu, wameshiriki ile dhambi, lakini mtu asijue kama ameshiriki dhambi. Kuna mambo mengi sana Mungu alinguza hapo, na yale mambo yule
ambaye anaweza kutufundisha sana ni Roho Mtakatifu, kwa sababu mambo mengine hayaelezeki, ni ya kindani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mahali ulipo hapo, enda ujioji moyo mwenyewe, ukae peke yako, uangalie umejenga msingi wa aina gani kati yako na Kristo. Umejenga msingi wa aina gani? Leo akija hatakupata uko tayari? Alisema atakuja kama mwizi. Leo akija atakupata ukiwa unakaa namna gani? Hiyo ndio neno nitakuachia, na Mungu hakubariki. Kesho nitakuletea kipindi kingine kama hicho. Kwa hivyo kama inawezekana, unaweza ukasimama na hicho kipindi. Nitakuwekea namba hapo, ikiwa utaweza kusimama na hicho kipindi. Mungu atakubariki sana, kwa sababu kazi ya Mungu haiendi kwa urahisi. Kazi ya Mungu haiendi kwa urahisi. Kazi ya Mungu inaenda kwa gharama. Kazi ya Mungu inaenda ni iko na gharama kubwa sana. Lakini kwa sababu watu wanaonanga ni kuongea, tunaongea neno la Mungu, kunaongea neno, lakini kazi ya Mungu iko na gharama. Na hivyo ndivyo imewekwa. Kwa hivyo kesho tutashirikiana. Mungu akubariki sana, na Mungu aendelee kuwa pamoja nawe. Kwa hivyo mahali ulipo hapo, nataka tuamini pamoja, tuombe naye Mungu akaweze kutenda jambo kupitia hiyo neno lake. Kwa hivyo tuamini pamoja, tuombe. Asante Mungu mwenye uwezo na mamlaka, ninakushukuru, ninasema ni asante kwa sababu ya wema wako. Baba, umetupa nafasi ya kushiriki neno lako. Ninajua ya kwamba unatupenda, ndio maana ukatupa hii nafasi. Pokea sifa na utukufu. Asante ni kwa ajili ya msikilizaji ambaye amesikia neno lako. Mahali ulipo wewe ndio unamjua, maana ninaongea na watu ambao siwaoni, lakini wewe unawajua. Baba, uinuliwe na uabudiwe, kwa sababu wewe ni Mungu. Watu wako ninawakabidhi mikononi mwako, walioshiriki hilo neno. Baba, enda ukatembee na ukaguze mioyo yao, ukawabariki, ukawatendee, ukawapiganie, ukawape wokovu, ukawape ufunuo zaidi katika jina la Yesu. Ukawapiganie mahali waendapo usiku wa leo. Ninawaficha ndani ya damu ya Yesu. Mashetani yasije yakaona nafasi kwao katika jina la Yesu. Asante Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Maroho zote za kishetani, mapepo, majini, mandevo, worshippers, ninazikemea katika jina la Yesu. Baba, ni asante. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu. Naomba na atakuamini. Amen.